Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, wapenzi watazamaji wa Babu Salamu wa TV, bila mashaka tuko hadhi kwa mara tena hapa tunasema tuko Sambwa. Kata ya KK wilayani Kondoa hapa, mashallah, tukiwa vijijini ndani kweli kweli humu, tukiwa tuko katika ziara ya Babu Salamu wa TV kwa saka wasomaji wa Qur'ani ambao wenye ulemavu wa macho. Na hapa tuko na ndugu yangu hapa ambaye atajitambulisha majina yake na tutapata mengi kuhusiana na maisha yake na mpaka kufanikiwa katika usomaji wa Qur'ani. Ndugu yangu, karibu sana. Leo Babu Salamu wa TV kwanza iko hadhiri katika kijiji chako na kutembelea katika maisha yako ya asili. Naomba kwanza ujitambulishe majina yako. Kwa jina naitwa Salimu Ali Duma. Mzaliwa wa Sambwa. Kitongoji cha Sambu, kitongoji cha Majengo. Maarufu wanapataja Mtojo. Tojo. Lakini hapa sio Mtojo, hapa ni kitongoji cha Mnadani. Kitongoji cha Mnadani. Mtojo iko kwa hapo nyuma hapo. Kata ya KK. Kata ya KK. Mashallah. Leo Babu Salamu imekuja katika mji wako na hasa kujua maisha yako ya asili. Leo tutataka kujua kwanza we mwenyewe hali yako ulionayo, na pili harakati zako ulipoanza kusoma Qur'ani hasa kwa njia tajwidi ulianza za vipi? Nilianza mwaka 2007. Lakini hii 2007 nilikuwa nimeenda chuoni kwa maana darasani. Kuja hapo tulikuwa tunasoma kwa walimu zetu walikuwa wanatufundisha madarasa hizi za kawaida za huko nyumbani. Baada nikaenda Tanga, chuo cha Zaharau. Lakini mimi ni mwanafunzi wa Sheikh Khalifa. Marehemu. Kule Haubi. Sheikh Khalifa ni mwanafunzi wa Sheikh Suleiman Mbwana. Kwa sisi ni wanafunzi wake. Kwa hiyo wewe yani manake umezaliwa na hii hali ama hii hali imekukutia tu baada ya kuwa ndio maisha yamepambanika? Mimi nilizaliwa nilikuwa mzima, baadaye ni sura nilipitia kwenye macho. Suru. Ndio mtihani manake. Vipi maisha yako ya kuanza kusoma Qur'ani? Namna ambavyo ulivyoanza kusoma Qur'ani, hebu tuelezee kidogo ugumu uliona namna gani, ama ulionaje wewe katika fani hii ya tajwidi, namna ya kutaka kujua ufanye tu. Na fani ya tajwidi ni ngumu, wewe ulioza vipi? Kwa uwezo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Japo darasani mtu anapokuambia mimi naenda darasani inahitaji moyo. Kuna wengine umeshinda na ile maisha umekimba maana nyumbani kuja kutafuta maisha mengine. Sasa mimi nilikuja kuangalia kwa baadaye kwa haraka. Nikisema tu nikae hivi maisha yangu baadaye yatakuja kuwa magumu sana. Leo umeenda kesho, hebu naomba unisaidie labda kiasi fulani. Umesaidiwa. Kimeisha tena kesho, hebu naomba nimeishiwa tena. Watu watakuchoka tena. Tukasema hapa nikijikita kwenye usomaji Qur'ani. Najua uko mbele itanisaidia sana. Yaani ukaona kwamba fani ya tajwidi nikipambania vizuri kumbele manake itanilea. Alafu kingine pia hata kwenye vitabu vya Qur'an na katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaambiwa hivi, kinachompa mwanadamu katika ujanja hapa duniani ni elimu. Pasina elimu maisha yako utakuwa sasa kila siku ni kuomba baba, naomba hiki watu watakuchoka. Allahu Akbar. Na hii hali imekutokea ukiwa na umri gani? Hali hii ambayo ya kutokuona ili kutokea ukiwa na umri gani? Kwa mimi mwenyewe nimezaliwa mwaka 91. Mwaka 91. Hali ya macho ilivyonitokea nilikuwa na miaka kama 5. Miaka 5. Ndio mtihani huu wa surua mtihani huu wa surua ulivyokutokea. La miaka 5. Miaka 5. Allahu Akbar. Leo wapenzi watazamaji wa Babu Salamu watataka kujua kwamba wewe kwenye hii fani ya tajwidi na wengine wanakusikiliza vizuri na kuona kwamba uhalisia maisha yako na namna gani. Hebu kwanza tusomee Qur'ani ili wafahamu kwamba tunachokizungumzia ni kitu ambacho kiko uhalisia, kwamba ukifahamu kwamba wewe Mungu amekupa mtihani huu, lakini Qur'ani na dini Mwenyezi Mungu manake haukuiacha. Hebu twende kidogo wala dakika 3 Qur'ani kwa njia ya tajwidi. Sawa, asante sana.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. مرحبا. طيب. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. يلا 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 يا سلام. الله أكبر. وإذا مسه الشر كان يئوسا والكل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا صدق الله مولانا العظيم. Naam, wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema hapa tuko katika kijiji hichi cha Sambwa. Katika kata hii ya KK wilayani Kondoa. Hapa hivi ni vipaja ambavyo viko katika wilaya ya Kondoa na ndani kweli kweli, nikiwa na ndugu yangu hapa Sheikh Salum Ali. Tuko naye hapa akitusomea Qur'ani maridadi kabisa, ndugu yangu Muislamu. Mahala popote ulipo, naamini unaendelea kufuatilia channel yetu hii ya Babu Salam Online TV kukuletea vitu ambavyo ni muhimu sana. Sheikh Salum, tumefurahika kwanza, Mwenyezi Mungu akubarikie. Kwanza umesoma Qur'ani kwa ufundi sana. Wako ambao leo wanakutazama wanahitaji kwanza kujua historia yako kama tulivyosema mwanzo. Wewe unaishi na nani katika maisha yako? Nilikuwa naishi mama yangu pia yuko hapa. Kwa ile mwaka jana nilibahatika kupata mke. Mwaka jana yani umeoa? Ilikuwa mwezi wa 8 tarehe 29. Kwa hiyo una mke? Bahati mbaya ametoka safari kidogo. Ametoka lakini yupo. Angekuepo ningekuja pale nyumbani kwangu. Sasa hapa tuko kwa mama. Au kwa mama. Okay. Kuna wako ambao watahitaji kukusaidia kwa namna moja ama namna nyingine, hasa kuhusiana na kipaji chako hichi cha fani ya tajwidi. Watu wanahitaji kukusupport kwa namna moja ili uendelee kukuza hichi kipaji chako. Nawaambia nini? Nawakaribisha wale na mioyo mizuri, Mungu awape kila la kheri. So unapojua hapa kijijini marini mpaka tena kuwa na hizo dua kuja maulidi ndo angalau unaenda kusoma Qur'ani ile Mungu akujalia upate utajaliwa. Hata ile mpaka tena kuwa labda na mambo ya misiba na nini ndio upate nafasi ya kwenda kusoma. Hivi vitu unaweza kaa tu nyumbani na watu hapo kijiweni mnacheka nao na nini, baadaye siku imeshaisha. Yani manake hauna shughuli yote ambayo unaoifanya manake ya kukuingizia pesa pasipokuwa labda bali ni hizo shughuli ambazo kama za maulidi zitakuwako, ama sherehe za harusi kama utaalikwa, ama kwenye msiba kama ukaambia Sheikh Salum matayasar wala Qur'ani, pale ndipo unajipatia riziki. Unawaambia nini wafadhili ambao wanakutazama kwa wakati huu? Mimi ninachowaomba kwa sababu hali japo hali imekuwa sio nzuri sana. Wakinisaidia hata mama yangu pia nitamlea. Kuna mdogo wako, kuna ndugu zangu wako kama 3. Tawasaidia kidogo na tutajalia na Mwenyezi Mungu. Pamoja na familia yangu pia nitaisaidia. Madam nikishapata sapata kwa watu kubwa. Angalau maisha yangu yatakaa vizuri, mashallah, yatakaa vizuri. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, haya ni maneno ndugu kutoka kwa ndugu yetu hapa Maalim Salumu Ali. Akituambia mambo mazuri hapa na yote ameeleza hapa. La muhimu ndugu yangu mtazamaji, mahala popote ulipo, watu kama hawa wanahitaji wasaidiwe. Wanatakiwa kuangaliwa, wanatakiwa kulelewa, na hakuna mwingine bali ni mimi na wewe ambaye Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya shilingi 100 yako. Basi ijalie 200 yako kwa Babu Salam Online TV ili wafikishie ndugu zetu hawa ambao wako vijijini, ambao wana maisha magumu, lakini Qur'ani imejaa katika vifua vyao. Dini imeshamiri katika vinywa vyao. Kwa nini tusiwatazame watu kama hawa ambao wao kazi yao kubwa ni kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila mahala? Naamini ndugu yangu Sheikh Salum,
wako ambao wanataka kuandaa mashindano ya Qur'ani kwa njia hii ya tajwidi, lakini kwa watu ambao wasioona kama mfano wewe, tunaye ndugu yetu Ukhti Zahara ambaye ujio mkubwa ni kwa ajili ya hii ziara nzima, kwanza kuibua vipaji ambavyo viko vijijini kwa watu wa sampuli yenu. Unamwambia nini Ukhti Zahara kuhusiana na hili jambo? Kusema mashindano ni jambo, umefanya jambo la kheri, kwa sababu maandaa mashindano mazuri, kwa sababu umeandaa mashindano mazuri. Kwanza Mungu atawalipa kila heri, kwa sababu umetanguliza heri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu mashindano unayoandaa wala nasema ngato tutafarijika kwa namna moja au kwa namna nyingine. Tafurahi sana. Mashaallah. Na tunao ndugu zetu ambao wanapeleka watu Maka na Madina, manake kuhiji. Ziko taasisi mbalimbali nyingi, ikiwa manasiki haji wal umra, ambao wao kila mwaka wanapeleka mahujaji huko Maka. Unawaambia nini kuhusiana na hali yako na muonekano wako na nia yako ambayo unataka kwenda kusoma au kujiendeleza? Kwenye kusoma na kujiendeleza na kweli nahitaji sana. Unawaambia nini manasiki? Wanishika mkono. Kushika mkono. Wanishika mkono. Na ukishika mkono, angalau manani hali itakaa vizuri, na tutaendelea kuomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Awape subira, muone subira. Na ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema hapa tuko Sambwa. Hapa ni katika kata ya KK, na hapa tukiwa katika wilaya ya Kondoa, mashallah, tukiwa na ndugu yangu Sheikh Salum hapa akitusomea Qur'ani mardadi kabisa. Huyu ndugu yangu amepata mtihani kama tulivyosikia hapa, tangu akiwa na miaka 5 amepata mtihani huu wa kutokuona. Amezaliwa mwaka 1991 mwamba huyu, na ameanza kujiunga na elimu ya dini. Maana yake baada tu kuwa amepata mtihani huu, ndio mambo yote yakawa namna hii. Kwa hiyo Qur'ani ama dini ameisoma hali ya kuwa hakupata nafasi ya kuona. Ndugu yangu mtazamaji, mahali popote ulipo, guswa kwa namna moja ama namna nyingine. Tuwasaidieni ndugu zetu ambao wako huku, ambao wanafanya kazi kubwa ya kusoma dini na kusambaza dini, lakini wao hawana watu wa kuwasaidia. Hakikisha unafuatilia channel yetu Babu Salam Online TV na unachangia mchango wako katika namba ambazo ziko hapo kwenye runinga. Ulikuwa na ndugu yako Ustadh Ramadhan bin Juma bin Hussein wa Babu Salam Online TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.